Palikuwa na kijiji kimoja kilichojificha ndani ya msitu mkoani Katavi, kijiji ambacho kilikuwa na sheria moja tu. Mti wa mbuyu ulikuwa umesimama kama mlinzi, ukijua siri ambazo watu hawakuthubutu kuzungumza, siri za mto, siri za usiku. Wazee walikaa kila jioni wakizungumza kwa sauti ya chini, wakiwaonya vijana, wakiwaonya watoto. Usiku wa mwezi mpya usikaribie mto wa giza. Mchana mto ulionekana mzuri tu, maji yalipendeza, samaki waliruka, lakini wanyama hawakunywa pale, ndege hawakuwepo pale. Kitu fulani kilikaa chini ya maji. Alama ya onyo ilisimama pale kwa miaka mingi, iliyochongwa kwa mkono, fuvu la kichwa, mawimbi ya mto, mkono unaosema simama. Lakini onyo halishindi tamaa ya mwanadamu. Amina alikuwa na miaka 4 tu. Homa ilimshika kama mkono usioachilia. Wiki 1, wiki 2, wiki 3, na hakuna dawa iliyoweza kumsaidia. Juma alikaa usiku mzima akimwangalia binti yake akipumua kwa shida. Machozi hayakutoka. Alikuwa amechoka sana hata kulia. Baba asiye na nguvu ni maumivu makubwa kuliko yote. Bi Zuhura alikuja siku ya pili. Jicho lake lilikuwa jeusi, jingine lilikuwa jeupe kama maziwa. Pale alipoingia mlangoni, mishumaa yote ilipepea. Kibanda chake kilikuwa kina giza zito, mifupa, mimea iliyokaushwa, viungu vya rangi nyekundu, alama za ajabu zilizochorwa ukutani, na harufu ambayo haikuwa ulimwengu huu. Bi Zuhura alipiga magoti na kuanza ibada yake. Moshi wa rangi ya kijani ulipanda juu, ukiunda maumbo ya kutisha usiku wa manane. Na macho yake yaligeuka, yakionyesha weupe tu. Bi Zuhura alisema maneno ya kutisha. Mzimu anataka mwanao, mtoto wa miaka 7 badala ya binti yako aliyekufa. Juma alisema hapana, haiwezekani kumtoa mtoto wangu. Amina alifariki asubuhi ya siku ya 3. Udongo mwekundu ulifunika ndoto zake zote. Majirani walisema angepaswa kulipa, lakini taya za Juma zilikuwa imara kama chuma. Zawadi alikaa peke yake nje ya nyumba yao, macho yake yakiangalia mbinguni, midomo yake ikisema maneno bila sauti, ombi la mama ambalo hata malaika wanalisikia. Baraka, mtoto wao mwingine, alikuwa na furaha ile ile ya kama mtoto yoyote. Hakujua chochote kilichotokea. Alicheza, aliimba, alipiga teke koko la embe, lakini mto ulikuwa ukimsubiri. Kisha pale nje palibaki patupu. Kiatu kimoja kiliachwa, koko la embe liliachwa, naye akapotea. Zawadi alipiga kelele moja, kelele iliyopasua usiku wa jioni. Kijiji kizima kilisikia, kila mtu alikimbia, wakijua tayari kilichotokea. Watu wote walisimama pale msituni ulipoanzia. Miguu yao ilitaka kwenda mbele, mioyo yao ilijua hatari. Mtu mmoja peke yake aliendelea kutembea, ambaye ni Juma peke yake. Aliendelea kutembea na taa yake ndogo, akipambana na giza. Miti iliinama kila upande anapopita, kama ilikuwa inamkaribisha au kumfunga njia ya kurudi. Mlango wa mzizi mirefu ulimkaribisha, ukungu ukimfunika kama pazia, na hapo mbele kuna mto wa giza, kimya, maji meusi, ukisubiri mtu ayaguse. Maji hayakusogea, hayakutiririka, hayakupumzika,
yalikaa tu meusi kama usiku wa roho, na kitu fulani kikisogea chini yake polepole. Miti ilizungumza bila upepo, majani yalitetemeka bila sababu. Na kutoka chini ya mto, umbo kubwa lilisogea chini ya maji polepole kama ndoto mbaya inayokuja. Mawimbi ya duara yalipanuka yakisema kitu kinakuja, kitu ambacho kilikuwa kina njaa. Mzimu alitoka mtoni. Umbo lake lilibadilika kila wakati. Alikuweza kuamua linataka kuwa nini. Macho yake mekundu yalimulika kama makaa yanayowaka, na Juma hakukimbia. Miguu yake ilishika ardhini, matope yalimzunguka, ardhi ilitetemeka, lakini miguu haikuondoka. Juma aliinua taa yake juu zaidi, uso wake ukielekea mbinguni, na kutoka kinywani mwake sala iliyoibwa kutoka ndani kabisa moyo wake alisema, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, najua wewe ni wa kweli na mwanangu yuko hapa. Ninakuomba wewe, si mizimu, si mto, si njia za zamani. Kwa jina la Yesu Kristo, mfunge huru mwanangu. Mto ulipiga kelele. Mzimu alianza kuvunjika kama moshi unaopeperuka upeoni. Macho yake mekundu yalizimika moja baada ya jingine, na ulimwengu ulipumua tena. Ukimya ukaanza kuja, ukimya wa kweli, ukimya wa kweli, na amani kubwa kuliko maneno. Mto Giza ulikuwa mto wa kawaida tena. Na hapo mtoni, baada ya muda, utulivu wa hali ya juu ulitamalaki katika eneo hilo, na mkono mdogo ulitoka kwenye matope. Baraka alikuja juu akitafuta uso wa baba yake. Juma alipiga magoti kwenye matope, mikono yake ikifunguka, na Baraka alimkimbilia baba yake. Wote wawili walitetemeka, lakini sio kwa hofu tena, japo ni kwa shukrani. Juma alimbeba mwanae na kumkumbatia, akambeba mgongoni, mtoto akiwa amelala kama yuko kwenye amani ya mbinguni. Alfajiri ilianza kupambazuka na ndege walianza kuimba tena, kana kwamba wote walijua kilichotokea usiku ule. Zawadi alisimama mlangoni, macho yake yakitazama mbali. Kisha aliona watu wawili wakitembea katika ukungu wa asubuhi. Mikono yake ilienda usoni mwake. Familia iliunganika, mikono ilizunguka bila kutaka kuachiliana. Majirani walisimama wakitazama, wote wakijua kitu kimoja. Walikuwa wameshuhudia nguvu ya Mungu hapo katika kijiji chao. Nguvu ya Mungu iliweza kuonekana. Wakati huo huku Bizura, asubuhi ile akiwa ameketi katika kibanda chake kilichovunjika, viungu vyake vilivunjika, vumbi lake limemwagika, nguvu zake zimekwisha. Macho yake yakitazama ukuta, kitu alichokitegemea maisha yake yote kilikuwa kimemwacha. Nguvu za giza. Kwa sababu ya nguvu ya Mungu haiogopi chochote. Juma na Baraka waliendelea kujenga kanisa kwa mikono yao wao wenyewe, ubao mmoja, msumari mmoja baada ya mwingine, na watu walianza kuanza kutazama na kusaidia katika ujenzi wa kanisa, ambalo kanisa hilo dogo lilisimama, paa lake la bati likiangaza jua la asubuhi, msalaba uliochongwa kwa mkono ukitazama mbinguni. Kijiji kilikuwa na nyumba mpya ya Mungu. Jumapili ya kwanza kijiji kizima kilijaza kanisa hilo, wazee, vijana, watoto wakikaa pamoja wakimtafuta Mungu ambaye aliwahi kuthibitisha nguvu zake usiku ule pale mtoni. Na mto wa giza ulikuwa mto tu tena wa kawaida. Watoto walicheza ndani yake, wanawake waliosha nguo zao. Mizimu haikuwepo tena. Ama kwa hakika neno la Mungu ni kitu ambacho tunaweza tukawa nacho maishani mwetu na tukaishi kwa amani na furaha
siku zote. Asante, tafadhali like na kusubscribe katika channel yetu kwa story nyingine kama hizi. Asante.